أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج يا كريم. Kwanza kabisa natanguliza kuomba radhi. Tulisema kwamba baada ya kumaliza mada yetu ya kwanza kwa munasaba wa kupigwa upanga al-Imam na kupata shahada alayhi salam, tutakuwa na mada inayohusu uongozi, lakini ni mada ndefu, ni mada inahitajia muda, ni mada pana kwa mujibu wa risala za al-Imamu Ali alayhi salam, lakini kwa kulinganisha na maisha yetu ya kifamilia na kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo ni mada ndefu inayohitaji muda wa kutosha sana. Kwa hiyo nikaamua kwamba tutumie siku hii ya leo kwa ajili ya kuamka, ikiwa ni watu tuliolala, lakini pia kwa ajili ya kuzinduka zaidi ikiwa ni watu tulioamka. Kwa hiyo nikabadilisha mada, na mada yetu ya leo tulionayo ni akili yako ya ndani ndiyo mafanikio yako. Al-aqlul batini, akili yako ya ndani. Ni mada muhimu sana, ni mada muhimu kweli kweli, lakini kutokana na kwamba mada hii mimi nimeisoma kwa lugha ya Kiarabu, kwa hiyo mtaniwia radhi, kuna baadhi ya maneno nitakayo narudia kwa Kiarabu, lakini nitakuwa najitahidi kuyaeleza kwa Kiswahili kwa sababu nimeisoma hivyo. Kwa hiyo ladha yake naihisi ninapoizungumza kwa Kiarabu na naipatia maana sahihi zaidi, lakini nitajitahidi kuweka wazi. Kwa hiyo nimelazimika kufanya hivyo, sio kwa maamuzi yangu binafsi. Al-aqlul batini. Al-aqlul batini ni akili yako ya ndani. Inacheza nafasi kubwa sana katika kuathiri katika maisha yako ya kawaida ulionayo. Kwa ufupi zaidi, maulama wa ilmu nafsi, elimu ya nafsi, wanazuoni wasomi waliobobea katika elimu ya nafsi ya mwanadamu, wanasema kwamba mwanadamu ana akili tatu. Akili ya kwanza ni al-aqlul batini, ni akili ya ndani. Akili ya pili ni al-aqlu al-lawai, akili isiyotambua. Na ya tatu ni al-aqlul wai, ni akili tambuzi, akili inayotambua. Lakini kwa kuwa al-aqlul batini, akili ya ndani, na al-aqlu al-lawai, na akili isiyotambua, hizi huwa zinachanganyikana. Yani kuzichambua na kuzibagua, yani ni kana kwamba zinafanana, kinakuwa ni kama kitu kimoja hivi, lakini kuna namna zinavyotofautiana. Ili kurahisisha zaidi mada yetu, tutagawa mara mbili.
tutasema kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kwa hiyo hizi mbili tutaziunganisha kuwa ni moja. Al-aqlul batini, akili ya ndani, na al-lawai, na akili isiyotambua, tutaziunganisha itakuwa moja. Tutatumia istilah na tamko la kusema tu al-aqlul batini, akili yako ya ndani, kisha na ile akili ambayo ni akili tambuzi. Kwa hiyo tutatembea na hizi akili mbili, al-aqlul batini, akili ya ndani, wal-aqlul wai, na akili tambuzi. Mtu unaweza kuuliza, lakini mwanadamu si ana akili moja tu, hizo tatu zimetoka wapi tena? Ni kweli mwanadamu ameumbwa akili moja, lakini katika utendaji kazi wa hiyo akili tunapata hivi vigawanyo, ambapo sisi tumesema kwamba tutaishi na vigawanyo viwili hivi, akili ya ndani na akili tambuzi. Nazidi kusisitiza kwamba akili yako ya ndani ina mchango mkubwa sana katika maisha ulionayo sasa hivi. Ikiwa ni mtu umefeli shule, akili yako ya ndani ina mchango mkubwa, ina 95% katika kufanikisha hilo wewe kufeli. Kwa hiyo matokeo ya maisha yako 1% yanabebwa na akili yako ya ndani, namna gani unavyoitumia, matumizi yake. Labda tuziarifishe, tuzieleze hii akili ya ndani ni ipi na akili tambuzi ni ipi. Tukianza na akili tambuzi, ni akili ambayo huwa unaitumia wakati ambao unatenda kitu ambacho unajitambua. Ikiwa utashika simu yako kataka kumpigia mtu, hapo utakuwa unatumia akili yako, akili tambuzi. Unapochukua tonge la chakula kula, unajitambua, unatumia akili tambuzi muda huo. Kwa hiyo akili tambuzi ni ile ambayo unaitumia wakati ambao wewe unajitambua. Lakini al-aqlul batini, akili yako ya ndani, ni ile ambayo unajikuta tu vitu vinatokea bila wewe kujitambua. Mfano ulio wazi zaidi, at-tanafus. Ukiwa unapumua, unajikuta tu unapumua, uwe umelala, uwe mgonjwa mahututi, uwe mazingira yapi, madamu uko hai, unajikuta tu unapumua. Kwa hiyo ni akili yako ya ndani. Unavopepesa jicho, inayotenda hapo ni akili yako ya ndani. Kujikuna ni akili yako ya ndani. Na baadhi ya maamuzi unapopata mshtuko ni akili yako ya ndani. Mathalan, maulama wa nafsi wakatuambia kwamba asilimia 5 tu katika masaa 24 ya siku ndiyo unatumia al-aqlul wa'i, akili tambuzi. Asilimia 5 tu kwa siku nzima, na asilimia 95 unatumia al-aqlul batini, unatumia akili yako ya ndani. Asilimia 95, 5 al-wa'i na hizi 95 al-batini. Tujiulize, labda hii inayotumia asilimia 95 ya muda wako wote, masaa 24, na hii inayotumia 5 tu, ipi ambayo ina nguvu zaidi? Bila shaka ni akili yako ya ndani, ambapo inatumia asilimia 95 ya muda wako wote.
yani inafanya kazi kubwa zaidi. Hii ndiyo yenye nguvu zaidi kuliko hii ambayo ni akili tambuzi. Kwa hiyo akili ya ndani ina nguvu zaidi kuliko akili tambuzi. Katika kuzitofautisha zaidi, kuna tofauti, kila moja ina sifa zake. Al-aqlul wa'i, akili tambuzi, ina sifa 3 kuu, na hii akili ya ndani ina sifa 3 kuu. Akili tambuzi, sifa kubwa ya kwanza, yenyewe ni dhaki, ina uwerevu, ina utambuzi. Hii akili tambuzi alwa'i ina utambuzi. Yenyewe ina uwezo wa kutofautisha sahihi na mbaya, kizuri na kibaya. Lakini pia ina uwezo wa kutofautisha chenye madhara na chenye manufaa. Hii akili tambuzi. Kwa maana yenyewe ina uwezo wa kutofautisha kizuri na kibaya, kwamba hiki ninachokifanya ni kizuri, hiki ninachokifanya ni kibaya, na hiki ni kina madhara na hiki kina manufaa. Hiyo ni nukta ya kwanza. Sifa ya pili, dhakiratuhu dhaifa jiddan. Hii uwezo wa kukumbuka ni mdogo, yani kumbukumbu yake ni ndogo sana. Al-aqlul wa'i, akili tambuzi, yani uwezo wa kukumbuka vitu, ina uwezo mdogo sana wa kukumbuka vitu. Leo hii nikikuuliza umekutana na watu uliokutana nao barabarani, huwezi kuwakumbuka. Magari uliopishana nayo huwezi kuyakumbuka yote. Bali hata gari ulilopanda unaweza usikumbuke kwamba lilikuwa rangi gani mule ndani au siti ulokaa. Kwa sababu ni picha zilikuwa zinapita za kuokota. Au nikikwambia kwamba 056101520 inahitaji mchakato ili uweze kurudisha hivi vitu. Na kutunza kumbukumbu hizi ni 5% tu, yani ni sekunde 5 tu, afwan, ni sekunde 5 tu unaweza kutumia kurudisha hizi kumbukumbu ikiwa kitu umekiona, na 15 ikiwa umesikia, kama hizo namba nilizozitaja. Kwa hiyo ina uwezo mdogo sana wa kutunza kumbukumbu, memory yake ni dhaifu kweli kweli. Lakini pia al-aqlul wa'i ni dhaifu katika kuathiri mazingira yako ya nje. Hii ni sifa ya 3. Mfano wewe ukiwa una huzuni kweli kweli, yani una huzuni, halafu ukajitahidi kujichangamsha ukajiambia kwamba mimi sina huzuni, utabakiwa na huzuni. Au una njaa kweli kweli, halafu ukasema kwamba mimi sina njaa, utabaki kuwa na njaa, unaihisi tu, hata kama utasema, lakini njaa utabaki unaihisi tu. Hii ina udhaifu sana katika kuathiri mazingira yako ya nje. Hizo ni sifa 3 za akili tambuzi. Lakini sifa 3 zingine za akili yako ya ndani, ili tupate kutofautisha. Sifa kubwa ya kwanza, akili ya ndani yenyewe haina uwezo, yani hii ni jinga, haina uwezo wa kutambua hiki kizuri au kibaya. Yenyewe inakupeleka tu. Inaweza ikakutengenezea hofu, ukawa una hofu kweli kweli, yani ukakamatwa na hofu nzito, unakiogopa kitu. Mathalan, wewe unaweza kuwa huwezi kabisa kupanda boti,
Yaani ukipanda boti unahisi hofu, safari yako inakuwa ngumu sana. Yaani mpaka ufike Zanzibar, ukifika unasema alhamdulillah. Yaani umetembea na hofu nzito. Kwa hiyo yenyewe haitambui kwamba hili jambo zuri au hili jambo baya. Inaweza kukutengenezea stresi, huzuni pia. Unaweza ukaketi labda ukakumbuka huzuni za zamani, maisha uliyopitia, ukashangaa machozi yanatiririka, mwenyewe unaanza kulia chumbani. Al-aqlul batini inakuathiri. Lakini sifa nyingine ya pili, dhakiratuhu qawiya jiddan. Hii uwezo wa kutunza kumbukumbu ni mkubwa mno. Yaani natunza kumbukumbu kweli. Lugha zote za Kichina ulizowahi kuzisikia, akili yako ya ndani imezitunza, imezihifadhi. Kama hujui Kinyamwezi au Kisukuma, lakini ushawahi kumsikia Msukuma anazungumza, au Kinyaturu, ushawahi kukisikia Kinyaturu kinazungumzika pale, basi hata kama huelewi, lakini akili yako ya ndani imetunza kumbukumbu. Yaani inatunza zile kumbukumbu, inazitunza, yaani na uwezo mkubwa. Nitakupa mfano mmoja. Kuna watu ambao wana uwezo wa kuiga sauti ya baadhi ya watu. Naweza kumsikia mtu fulani anazungumzaga hivi, alafu akamuiga ile sauti. Au wanaweza kuiga sauti za ndege. Hawa watu akili yao ya ndani wana uwezo wa kuitumia vizuri kupitia mlango wa al-aqlul wa'i, akili tambuzi. Kwa hiyo kupitia mlango wa akili tambuzi wana uwezo wa kuifikia akili ya ndani, wakaziibua zile kumbukumbu, wakaiga zile sauti za wale ndege, au wakaiga sauti za watu fulani. Wanao huo uwezo. Labda mimi na mwingine hatuna huo uwezo, lakini wao wanao huo uwezo. Kwa hiyo hii ina uwezo wa kutunza zaidi kumbukumbu. Lakini sifa nyingine ya tatu, ina uwezo mkubwa, yani qawiya, ina nguvu kubwa ya kuathiri mazingira yako ya nje. Hii ni akili yako ya ndani. Ina uwezo wa kuathiri mazingira yako ya nje. Mfano, la samaha Allah, Mwenyezi Mungu atulinde sote, mgonjwa wa HIV kabla ya kupima, yani ameshaathirika, kaishi na HIV, ugonjwa mbaya, ugonjwa wa ukimwi muda mrefu, labda miaka 2-3, alikuwa hajapima bado, yuko mzima tu. Lakini akishapima, akipewa yale majibu, baada ya wiki moja utasikia amelazwa hospitali, damu imeisha. Hiyo ni akili ya ndani baada ya kupokea zile taarifa kupitia al-aqlul wa'i, ikakiamini kile kitu, ikakiweka, ikaanza kukifanyia kazi, athari tayari zinaanza kuonekana. Kwa hiyo ina uwezo wa kuathiri mazingira ya nje, al-aqlul batini. Lakini pia kwa kinyume chake, mtu ambaye amepokea zile taarifa lakini akajipa matumaini, akasema kwamba ndiyo nina ugonjwa huu, lakini naweza kuishi, akajua namna ya kuishi na ule ugonjwa, utamwona ni mzima tu, wala haathiriki na hadhoofiki kuliko mtu ambaye ameiruhusu akili ya ndani endelee kumtafuna. Lakini pia ukifanya utafiti, kuna kitu kinaitwa alhamlul kadhib.
ujauzito wa uongo. Hata kama ukiandika YouTube hii inaweza kuja. Kama utaandika kwa Kiingereza utaletewa video na klipu za kina mama ambao waliamini kwamba wana ujauzito. Baada ya kuamini kwamba wana ujauzito, wakajikuta tumbo kweli linakuwa likawa kubwa kabisa la ujauzito, na athari za kutema mate na zile sifa zote za mjamzito wakawa nazo. Na mpaka kabisa wakitazama tumbo hili la miezi 4, hili ya miezi 5, hii miezi 6, na karibia kujifungua sasa. Lakini kumbe ni ujauzito kadhib, ujauzito wa uongo. Lakini akili yao ya ndani iliamini kwamba ni wajawazito. Kwa hiyo akili ya ndani ina uwezo wa kuathiri mazingira yako ya nje. Na ndio vile ukikihofia kitu, akili ya ndani ikakwambia kwamba hiki kitu ikakipa sura fulani, utakiogopa hicho kitu, utakuwa na hofu. Unaweza kukatua tiketi ya kupanda ndege ukasema kwamba mimi siwezi kupanda ndege, bora nisisafiri. Kwa sababu akili yako ya ndani imekujengea hofu. Tukidunguliwa huko juu, mafuta ya ndege yakiisha, upepo ikiwa hivi, rubani akizimia, yani yote hayo akili ya ndani kasadikisha, huwezi kuthubutu kupanda ndege. Kwa hiyo ina uwezo wa kuathiri mazingira yako ya nje. Asilimia kubwa ya maisha unayoishi ni matokeo ya akili yako ya ndani. Uliiruhusu vipi? Tueleze namna ya kuishi, namna ya kuiendesha, namna ya kuitumia akili ya ndani. Una uwezo wa utaitumia vipi akili ya ndani? Katika matumizi ya kuitumia akili ya ndani ili ufanikiwe, upate athari nzuri katika maisha, kwanza kabisa tutambue ina mlango upi wa utambuzi. Kabla ya kuieleza, tueleze akili tambuzi kwanza, ina milango gani ya utambuzi. Akili yako, akili tambuzi ya nje, inatumia hizi milango 5 ya fahamu. Unaposhika kitu ili ufahamu hiki ni kikombe cha moto, labda kina kitu cha moto ndani yake, lazima zile hawasul 5, milango 5 ya fahamu, uone, usikie, ngozi na hisia zingine, hisia 5 za mwanadamu, yani milango 5 ya fahamu, alhawasul 5. Hizi zinatumiwa na al-aqlul wa'i, akili tambuzi. Kwa kuwa hatupo katika kuieleza sana akili tambuzi, tupo na akili ya ndani, tutazame akili ya ndani inatumia nini yenyewe. Al-aqlul batini yenyewe na mlango mmoja tu, ina kifaa kimoja tu cha kutambua, inatumia al-aqlul wa'i. Yani akili ya ndani ili itambue, yenyewe sio akili tambuzi, yenyewe haitambui, ili ipate mawasiliano yale, ili kitu kifike kwenye akili ya ndani, inatumia al-aqlul wa'i. Yani lazima ipite kwenye akili tambuzi ndio inafika kwenye akili ya ndani, ili ipate kuzaa athari na matunda. Inapita vipi? Ni pale unapoiaminisha akili yako ya ndani. Lakini sio tu kwa mara moja, kwa sababu ikiwa ni kwa mara moja itaishia kwenye aqlul wa'i tu. Ikiwa utasema kwamba mimi ni tajiri mara moja, haitokupatia athari yoyote. Ila ukikariri hili neno mara kadhaa, ukarirudia rudia, utaanza kuona zile athari kidogo kidogo.
Ikiwa chumbani kwako wewe huo ukitumia vitu, chupa unatupa tu, makaratasi upangi, utandiki kitanda, vurugu, michanga imejaa mle ndani, alafu ukasema tu mimi ni msafi, mara moja ukatoka nje mimi ni msafi, mara mbili ukatulia, haiwezi kukuathiri chochote. Lakini ukianza kuilakinisha, kuisemeza akili ya ndani kupitia al-aqlul wa'i, ukaiambia akili yako mimi ni msafi, mimi ni msafi, kwa hiyo nastahili mazingira safi, utaona matokeo ya nje yanaanza kupatikana. Ukiingia ndani pale unaanza kupachukia kidogo. Angalau ukimwona rafiki yako fulani anakuja unasafisha. Ukimwona rafiki yako fulani anakuja unaanza kusafisha geto, sio? Chupa zile unatoa, kitanda unatandika vizuri, unapulizia manukato, unawasha taa ya rangi ya blue papendeze ndani, sio? Kwa sababu al-aqlul wa'i umeilakinisha, umeiaminisha hivyo. Kwa hiyo njia rahisi zaidi ya kuitumia akili ya ndani ni quwwatu takrari, ni kurudia mara kwa mara. Madhara ya kurudia mara kwa mara katika vitu ambavyo sio sahihi ni kwamba maisha yako yanabadilika, yanakuwa mabaya. Mfano, nitakupatia mfano mmoja. Mtoto mdogo ikiwa nyumbani atakuwa anapigwa na mama yake kisa kamwaga chumvi, anaambiwa wewe huna akili, wewe mtoto mbaya sana, sijui nimezaa zombi mimi. Huyu jamani, huyu mtoto mimi huyu, yani huyu babu yake pia alikuwa hivi, sijui anafanana na baba yake, sijui vipi. Maneno ya ovyo yale. Wewe mtoto huna akili, wewe mtoto huna akili. Halafu mtoto akatoka nje akakutana na marafiki zake wanaocheza naye, wakamwambia huna akili. Wanamuita kiande, wanamuita wewe hujitambui, wanampa majina yote. Akatoka pala akaenda shule, marafiki wa shuleni pia wakamwambia kwamba wewe huna akili. Mwalimu na yeye akamwambia wewe huna akili. Tayari al-aqlul batini inapokea kile kitu, anajiambia kwamba mimi sina akili. Kwa hiyo anaachana kabisa na masuala ya hisabati. Somo la hesabu kwake linakuwa gumu. Anajitahidi kidogo labda kwenye masuala ya kuchora uchoraji, sio? Na kwenyewe akikosea tukasahau kuchora mguu, wewe huna akili, na kwenyewe anatupa, mwisho anakuwa mtoro. Ile athari ya al-aqlul batini inaanza kuonekana nje. Ikiwa wewe umezaliwa kwenye familia maskini, babu yako ni maskini, baba yako Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, amlinde, amlipe kheri kama yupo hai, lakini pia amrehemu, amjaze kheri huko, na yeye alikuwa maskini au ni maskini. Mjomba yako na yeye, uko wenu wote maskini. Alafu rafiki yako akakwambia twende kwa mganga tukatazame mbona mambo yako hayaendi. Mkaenda kwa mganga akakwambieni kwamba nyinyi uko wenu ni maskini, hamtofanikiwa abadani, mlirogwa, babu yenu huko alirogwa, kwa hiyo damu yenu ya umaskini. Hata kama ulikuwa unafanya kazi, unaweza kuomba ruhusa kidogo. Kasema naomba nikapumzike kidogo. Yaani unakata tamaa ya maisha. Kile kitu kishakivaa ukasema kwamba sisi ni maskini, upambanaji unaisha. Al-aqlul batini inasadikisha, unabaki kuwa maskini. Maskini kabisa, maskini. Nitatoa mfano mwingine japokuwa sio wa kiadabu sana. Sio wa kiadabu sana. Ikiwa kijana wa miaka 28 ameoa binti mzuri, halafu ameoa ndoa ya kisheria, mkewe akamwambia kwamba bwana, jitahidi angalau utafute mashekha kupatie mizizi kidogo, kwa sababu na kuona kabisa
huwezi, hata kama alikuwa anaweza kidogo anaisha kabisa. Akili yake ya ndani inasadikisha kwamba mimi siwezi, na anakuwa hawezi kabisa. Ila akipewa hamasa anajikuta anaweza. Kwa hiyo al-aqlu al-batini ina athari kubwa sana katika maisha yanayokuzunguka, na njia pekee ya kupambana nayo ni quwwatu takrar. Profesa mmoja aliandika pia katika masala ya al-aqlu al-batini. Yeye alikuwa ni profesa wa chuo. Anasimulia, anasema kwamba alikuwa anatembea mtaani na mwanafunzi wake wa kike binti. Wakaingia katika duka moja kubwa. Yule binti akaona mkoba mzuri sana, lakini wa thamani, ni ghali kununua. Yule binti akamwambia yule profesa kwamba nimeupenda sana huu mkoba, lakini siwezi kuununua. Yule profesa akamwambia kwamba ibadilishe hiyo sentensi, iseme kinyume chake. Akasema, nisemeje? Sema kwamba huu mkoba nitaumiliki, huu mkoba nitaumiliki. Ni kweli yule binti akatamka hayo maneno. Ukapita muda kadhaa, yule binti akamwendea yule profesa akiwa na ule mkoba mkononi ameushikilia. Alipofika pale akamwambia kwamba ule mkoba ni huu, niko nao. Yule profesa anamuuliza, umeupataje? Anasema, nimepewa zawadi na rafiki yangu. Kwa hiyo al-aqlu al-batini imefanyaje? Imetenda, imefanya kazi. Ndio maana baadhi ya hata madaktari huwa wanasihi sana wagonjwa, utapona, lazima utapona. Mgonjwa akiambiwa kwamba wewe kupona sidhani, na kweli nakuwa sidhani, ila akijipa matumaini kwamba nitapona, hata afya inaanza kurudi kidogo kidogo. Anaanza kujilazimisha kunywa uji, kwa sababu akili ya ndani inamwambia hivyo. Ina uwezo wa kutenda akili ya ndani. Utaona hata kwamba baadhi ya familia, ikiwa baba yake ni askari na mtoto anakuwa ni askari, mjukuu naye anakuwa ni nani? Ni askari. Kwa sababu kile kitu kimesikika, kimejirudia mara kwa mara, unajikuta wote ni maaskari. Unaweza kusema ni connection, si ndio? Connection yao hiyo tu wanawekana, lakini pia akili yao ya ndani inawapa uwezo wa kwamba mimi naweza kuwa askari. Kwa hiyo wanaweza kupambana wakawa maaskari. Leo hii wewe ukienda kuomba kazi sehemu, ukasema kwamba sijui pale watanikubalia kweli, sidhani, lakini watu 100 wote wametuma maombi, mimi ni wa 101, alafu wengine wananizidi, wengine wanakadha, wengine wana masters, mimi na diploma sijui na nini, tafanikiwa kweli pale? Yani unahisi akili yako ya ndani inaanza kulipokea lile, ndani ya dakika 5, 6, 7, masaa 2, 3 inalivaa lile jambo. Ukienda kuomba kazi pale, wakakwambia kwamba subirini, tutakutangazieni nini majibu waliopita, au watakwambia njoo utakuja kufanya interview. Unafika pale siku ya kufanya interview, unakuta wengine wamepiga masuti na nini, wana mabriefcase, wana nini pale. Wewe ni mtoto wa kimaskini tumevaa t-shirt kidogo na nini, mfosi hivyo. Ukifika pale hata interview yenyewe unakuwa sijui kama nitafaulu hapa. Akili yako ya ndani na kudhoofisha. Lakini ukijipa matumaini, ukasema kwamba mimi pale nitatoboa tu pale, mimi nitafanikiwa pale, ukajipa, utakuwa na ule uwezo wa kulipambania hilo jambo ili uweze kufanikiwa. Na hata katika mitihani huwa iko hivyo.
Ukisema mimi na hesabu mbali, mimi hesabu siwezi. Mimi nikikomaa kwenye jogi hapa, mtanikoma. Kweli wewe unakuwa ni jogi, history basi. Lakini mathe hakuna. Mtihani ukisema kwamba huu mtihani mimi nitafaulu huu mtihani, utasoma kweli. Utasoma ili uweze kufaulu. Kwa sababu akili yako ya ndani inakueleza hivyo. Sasa usijilakini, usijiambie kila siku kwamba mimi ni maskini tu, mimi ni mtu niliyefeli tu, mimi sijiwezi tu. La, hapana. Jaribu kujiambia kwamba mimi ni mtu fulani, mimi nitakuwa mtu fulani. Pambania zile ndoto, utafika, kwa sababu akili ya ndani inatenda. Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika Qur'ani kwamba inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kuyabadilisha yaliyopo kwa watu mpaka wayabadilishe yaliyopo nafsini mwao. Ukiwa unasema kwamba sisi tulizaliwa hivi, utakuwa hivyo. Mwenyezi Mungu anaenda na wewe kwa namna unavyotaka. Ndiyo maana kuna kitu kinaitwa taufik. Yaani Mwenyezi Mungu kukutia nguvu katika kile unachokipambania. Ikiwa wewe utaweka dhana ya kwamba hili jambo mimi siliwezi, na Mwenyezi Mungu anakujengea hivyo hilo jambo huliwezi. Na Mwenyezi Mungu anasema katika hadithul Qudus, ana inda husni dhanni abdi bi, mimi niko pamoja na dhana nzuri ya mja wangu. Unapomdhania Mwenyezi Mungu dhana nzuri, anakuwa na wewe. Ukiitakidi kwamba mimi ipo siku nitamiliki kampuni, nitamiliki nini? Nitamiliki kampuni kubwa, alafu ukachukua karatasi ukaandika jina la kampuni, hii kampuni nitaiita The Mahad Group mathalan, The Mahad Group mathalan. Ukaandika jina pale, ukaandika baadhi ya fikra, alafu ukakusanya milioni yako moja pale, ukaenda pale BRELA pale, ukaandika Memorandum of Association, sijui hivyo, ukaandika, ukamlipa mwanasheria pale milioni yake moja, ukasajili kampuni, Afrika baki kuwa ni makaratasi yako ndani. Ila una nini? Una kampuni. Ukaandika profile company, ukaiweka pale, umepiga suti, labda na vijana wako 3, 4, 5, sio? Umepatia labda share labda 5% mule ndani. Mkapiga suti zenu pale, mkapiga picha nzuri safi, mkatengeneza profile of company, mkatengeneza ukurasa Google. Kampuni ni makaratasi bado, sio? Alafu mkatoka hapo, mkamfuata Sheikh Ali pale. Kwambia Sheikh Ali, bwana wewe huwa una kiwanda chako, unazalisha, unatengeneza maji labda. Hebu tunaomba sisi tuwe mawakala, sio? Tuomba sisi tuwe mawakala. Unatupa maji, tunauza, unatupa maji, tunauza. Mnaanza taratibu. Mwisho wa siku unamiliki kampuni. Mwenyezi Mungu anakupa nini? Anakupa taufik. Kwa sababu kile kitu umekiamini, una uwezo. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hiyo akili yako ya ndani ina uwezo wa kutenda. Akili yako ya ndani ina uwezo wa kutenda, na wengine huwa wanaita nguvu ya ndani. Ina uwezo wa kutenda.
Katika kumalizia kutokana na muda, ndiyo maana hata katika maombi, katika dua, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu ili hali na nyinyi mna yakini na majibu. Sio unapiga tu dua ulifutahi haraka haraka unafunika unatupa kule. Dua utawasul unapiga haraka haraka unafunika kule. Dua ukumaili unapiga haraka haraka unafunika kule. Muombe Mwenyezi Mungu ili hali na wewe una yakini. Yaani unapomuomba Mungu kitu, itakidi kwamba hicho kitu tayari mimi nimesha kipata. Ile imebakia tu kwamba kionekane. Ila tayari Mwenyezi Mungu kashafanyaje? Kashaniandikia hichi kitu kwamba ni changu kwa sababu nishamuomba tayari. Ilakinishe hivyo akili yako ya ndani, iaminishe hivyo, kile kitu utakipata. Kwa hiyo quwwatu takrar, jiambie kila siku mambo yaliyo sahihi. Usijiambie kila siku mambo ambayo ni mabaya. Utakuwa na matokeo mabaya katika maisha yako. Jiambie kila siku mambo mazuri. Utakuwa na mambo mazuri. Ikiwa tarudia tena hili jambo kwa sababu ni jambo ambalo lina athari sana katika jamii. Kwa sababu akili ya ndani inapokea kupitia akili tambuzi. Ikiwa wewe ni muda wako muda wote unashinda katika kutazama vitu ambavyo sio vizuri, unashinda TikTok, unashinda Netflix, vile vitu navyovitazama, uwe klipu zako ni za kuchekesha tu, vichekesho tu, vichekesho tu, vichekesho tu, vichekesho. Sio haram, sio vichekesho vile vinapita pita vinacheka, sio haram. Lakini kuna athari, al-aqlul batin inavishika vile vitu, vinajinakili, inazoea vile vitu. Mwisho wa siku unaviona vya kawaida. Mwisho wa siku pia unataka uifanyie kazi, yaani bila wewe kujitambua. Kwa hiyo unajikuta unahiliki na kuangamiza nafsi yako bila wewe kujua. Hitimisho ni kwamba jiambie mambo mazuri ili uwe na mambo mazuri. Usijiambie mambo mabaya kwa sababu matokeo yake ni mabaya. Allahumma kun li waliyika al-Hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardhaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ma'a Muhammadin wa ali Muhammadin fi dunya wa fil barzakhi wal qiyamah bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Labda kama kuna swali, mchango. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu na darasa hizi nazielewa. Alhamdulillah. Asante na Mungu akulipe kila la kheri. Pia ninaelekezi tu. Napendekezo tufahamishe kidogo. Ni zipi dalili za kumfahamu mcha Mungu, japo ili somo haijanani, si niko nje mada, lakini nilikuwa natamani sana kuliuliza dalili viashiria vya nje vya kumfahamu muumini. Nilikuwa naomba kidogo nivifahamu. Hilo ni jambo linahitajia mada, linahitajia somo kabisa. Kitaka alama za ndani za wewe kujitambua au alama za kumtambua mtu wa nje, hilo ni swala linahitajia mada kabisa. Ila mimi nitamuomba Sheikh Ali nitamuomba, hata kama sio ndani ya mwezi wa Ramadhani, hata kama ni siku zingine,
muda wowote atakaona yeye unafaa, anaweza kutupangia lau kipindi cha dakika 15-20 hata kwa muda wa siku 2-3, tukazungumza masala ya uchamungu, masala ya taqwa Allah, masala ya kumpenda Alhabib, kipenzi wa kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ana jalisun liman jalasani, ana habibu liman ahabbani, mimi na keti yule anayeketi na mimi ni kipenzi wa yule anayenipenda. Tukazungumza masala ya kiroho huko, masala ya kutengeneza alaka na uhusiano na Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetuumba, kwa sababu Qur'ani nzima imeshuka ikizungumza uchamungu, ikizungumza taqwa Allah, jambo ambalo leo hii imekuwa ni thaqafa gharib, yani imekuwa ni utamaduni mgeni, mtamaduni unaotisha. Mkizungumzia masala ya uchamungu, mkashikana mkono katika masala ya taqwa na uchamungu, imekuwa ni thaqafa gharib, imekuwa ni jambo geni sana. Kwa hiyo nitamuomba Sheikh Ali tukipata wasaa huo, lau muda atakaona yeye siku hizo zijazo, tukazungumza masala na ladha ya kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuliweke pembeni hilo Alhabib. Tanwia radhi. Sheikh, kwa mimi nilivyokuelewa na jinsi ya ulimwengu jinsi ulivyo, yani uwezo ukajijengea fikra aliyakuwa tuseme mimi ni maskini afu nijiwekee fikra kama ninaweza nikawa zaidi ya Balesa, aliyakuwa sijui kama kipato changu kitakuwa zaidi ya Balesa. Je, au tuseme mtu tu wa kutama walala nje wale, mtu hana yakini kupata kipato kikubwa akajiwekea tuseme mimi nataka niwe kama Mo, anaweza akajiwekea yakini akafika, aliyakuwa unajua hata kipato cha kupata kwa 10,000 siwezi kwa siku. Je, nikijiwekea yakini kufika kama kule, lazima utakata moyo tamaa kutokana na hali yako. Sawa sawa. Ukajiwekea malengo makubwa ili hali hauna vyanzo, unakuwa na wota ndoto ya mchana unajidanganya. Wewe hata chumba huna, unalala kwenye geto la mshikaji, alafu jipe matumaini kwamba nitakuwa tajiri kama Mo, utakuwa unajidanganya. Tabana, alafu kutaja majina huwa sio vizuri, sio? Lakini ni sasa huko sio kujidanganya. Unajua hata tukiacha hata masala ya imani, masala ya nini kumtegemea Mungu na nini, lakini katika mazingira ya kawaida tu, wapo mifano ya watu ambao walitoka chini baadaye wakafanikiwa, kwa sababu maisha huwa ni mafanikio, ni hatua. Mafanikio ni hatua. Kwa hiyo wewe jiaminishe, ukisha jiaminisha kwamba mimi naweza kuwa kama fulani, lakini usitake kuwa kama fulani nuskha ile, lakini jiaminishe kwamba mimi naweza kuwa tajiri, mimi naweza kuwa na pesa za kiasi kadhaa, mimi naweza hilo jambo. Ukisha jiaminisha hivyo, utakuwa na uwezo wa kupambana ili kufikia hatua hiyo. Yani utakuwa na uwezo, hata ile nguvu ya kubuni njia za kufikia vitu kama hivyo, ukisha jiaminisha wewe katika nafsi yako. Lakini takupa kinyume chake. Utakapojiambia kwamba mimi ni maskini, mimi ni fukara, utakuwa hauna hata ule uwezo wa kujitahidi hata kufungua Airtel Money labda au kibanda cha chochote kile. Ule uwezo wa kupambana unaisha. Kwa hiyo unapojiaminisha unapata ile nguvu ya kupambana. Sio lazima, sio bidharura ufikie ile hatua ya juu. Unaweza kufikia hata 20%, lakini umeinuka. Kinachotakiwa ni yale madhara ya kufeli ndio hayatakiwi. Lakini wewe jiambie, hata kama usifikie hiyo hatua, lakini umefanyaje? Umepiga hatua. Yani bidhati kwamba kuna faida yake ya wewe kujiambia kwamba mimi naweza kuwa mtu fulani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu, mwanadamu ana afya ya akili na afya ya mwili. Je, akili ya ndani ndio inayoupa mwili afya, ama afya ya mwili ndio inaupa akili ya ndani, yani ile afya ya akili?
Sawa sawa. Akili ya ndani ndiyo inaupa mwili afya au mwili ndiyo unaipa akili nguvu au afya? Mwili ukikosa afya, akili haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo ni lazima uwe hai, ni lazima ule, ni lazima ushibe, ni lazima uwe na afya ili akili yako iwe na afya. Lakini pia ni lazima akili yako iwe salama ili mwili wako pia uwe na afya. Kwa maana ya kwamba hivi vitu viwili vinategemeana. Vitu viwili vinafanyaje? Kwa maana huwezi ukakifanyia ilgha kimoja moja kwa moja ukakiacha, wala huwezi ukashika kimoja tu kingine ukakiacha. Kwa maana hivi vitu viwili vyote vinategemeana. Lakini akili ina uwezo wa kuathiri mwili. Tunazungumzia akili ya ndani, hatuzungumzii ubongo huu ambao unaoshikashika. Tunazungumzia akili ya ndani inayotenda. Akili inaweza kuathiri mwili kuupatia afya, na inaweza kuathiri mwili kuupatia nini? Maradhi. Kama tulivyosema kwamba mtu kaambiwa kwamba una maradhi kadhaa, unaweza kaenda kupima hospitali ukaambiwa una kisukari, lakini kumbe huna, ila unaanza kudhoofika kiafya. Kwa sababu akili inapokiamini kitu kinaweza kuwa hivyo. Kwa maana vinaathiriana hivi vitu. Kwa hiyo usikiue kimoja ukahuisha kimoja, kingine ukakiacha. La. Vyote ni tarkibu moja, ni kitu kimoja.